naomba nigusie swala la mikataba kwenye kazi. Nina imani kwamba yawezekana tuko hapa Diamond, pengine umeangalia labda mkataba wa kufanya kazi na Pepsi, vitu vingi vichobeza, hata siku ukitaka kuto kufanya kazi basi kuna vitu vitafuatwa. Na nipeleka hili kwenye muziki. Wasanii wengi wamekuwa wakitoka kwenye label ama kwenye kazi za muziki wanaonekana kama kuonewa. Yaani mtu mkataba pengine uliwekwa kwamba leo unaingia Wasafi, ukitaka kutoka ni 1, 2, 3. Lakini msanii anapotoka tunasikia mambo mengi. Msanii anakuja anatafuta huduma kwa mashabiki ama watu ili aonekane labda kama anaonewa ama things are not good. Mimi natamani kujua kwenye mikataba huko kunakuwa shida inakuwa ni nini hasa? Inakuwa ni msanii, ni management, msanii akusoma vizuri Kiingereza? What the problem? Shukuru swali lako na kujibu vizuri sana. Unajua kwenye kila mtu kutoka kwenye lebo kuna mambo mawili au matatu. Sababu tofauti. Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu washafikia hatua yao wenyewe wanaweza kujisimamia. Kuna ambao wanatoka kwenye lebo kwa sababu lebo haiwawezeshi. Sio, umeelewa hapo? Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu lebo haitimizi wajibu wake, haiwawezeshi wasanii. Kwa sababu na kama ndugu yangu kama tumekubaliana hivi na hivi na hivi, lakini ufanyike na hiki, basi kabla mimi nitoke. Lakini kuna wasanii ambao wakitaka kutoka wanatoka kwenye lebo kwa sababu ushafikia kwenye mafanikio makubwa, wanaona sasa ilipo pana lebo mimi nashukuru tumeishi vizuri, sasa mimi nataka kaanzishe changu mimi mwenyewe. Sasa kati ya watu wote wawili na mikataba yote ya lebo ina haki ya mtu anayotaka kutoka. Sasa inapofikia hatua hiyo, inatakiwa yule kulingana na situation yake kuongea na jopo lake au na sheria. Hapo inakuwa hamna masuala ya uonevu, hamna kuonewa, hamna, ni makubaliano yameingia. Kwa kama unahisi lebo ukutendee yake, chukua na sheria yako, nenda mahakamani au nenda BASATA, taratibu zifuatwe kulingana na watu tunataka tukubaliane hivi na hivi, lakini mkataba afanyie. Mimi natakiwa niachiwe hivi kwa sababu alishindwa kufanya hiki na hiki. Na wewe ambaye ushaona mafanikio makubwa, ushatengeneza fedha, pia una haki kutoka. Bwana, tulikubaliana mimi nishapata mafanikio, nikitakutoka natakiwa nilipe hiki. Sasa nimefikisha hiki, naomba ni kilipe hichi ili niweze kufanya kazi yangu pembeni tofauti. Unajua kwa bahati mbaya zamani, nitakwambia kweli, zamani hata nchi na walikuwa wanaongoza hawakuwa wana pengine kujua uhalisia sana wa kwenye muziki unafanyaje, kwenye in terms of watu wanaweza kufanya nini, akafikia wapi, akapata nini na nini na nini. Kwa hiyo ilikuwa kama viongozi wakisikia kuna mwananchi analalamika, lazima waone kwa nini huyu anaonewa. Nakumbuka wanaolalamikiwa wanakuwa ni watu ambao majani, kwa sababu si ndio lebo ile. Kwa lazima serikali au viongozi waone kama mbona anaonewa. Lakini tunaishukuru serikali na hii ni wapongeze sana, kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikutana na hizo mwanzo na nilitumika kama mfano bora wa kuzungumza nao na kuelewesha kama jamani, biashara zetu zipo hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa kuna mtu kutoka kwenye hivi, kuna mtu kutoka kwenye hivi. Kwa mtu akija, msikilizeni muone kwamba na nyinyi mnaangalia kwa utokaji huyu hapana, kwenye haki ni wewe. Kwa amekuwa akisaidia kuendesha au vizuri sana. Akai tu serikali upande mmoja, tikisa umekuja msanii na kutoka kwa utoke hapana. Hiyo. Sababu ukienda kama pale BASATA na especially kama Dr. Mapana, nampongeza sana. Ni mtu ambaye anaelewa sana mambo ya muziki. Ni mtu ambaye anaelewa mikataba na biashara muziki. Kwa hiyo ukifika pale kulingana na uhalisia wako, aidha kama msanii ana haki, msanii anapewa haki yake. Aidha kama lebo ina haki, lebo inapewa haki yake. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo wananchi lazima watambue na wafahamu ni biashara. Yaani watu wakishaingia, aidha mtu unajua msanii ndio akitaka kusaini mara kwanza anakuwa yeye atakusaini tu. Si tushaurishi watu na kibao pale. Chakuja mtu anataka kusaini, mimi ni saini tu, ambia kaita familia yako, hata mzazi wako. Si pala sasa wakati tunawarekodi kabisa saini tu. Mimi na mtu wale kwa pembeni. Fulani ni fulani, nimesaini mkataba huu. Nimeridhika, nimeusoma, nimeridhika na sheria yao kwa pembeni.
ili baadaye mtu asiseme kama unajua hiyo kibinadamu. Lakini uhalisia ni kwamba inakuwa ni mikataba ya kibiashara, na sisi kama lebo kimsingi na kweli wanakuwa unajua mtu lake angeweza kuipeleka hapa kwenye kulima mahindi, kwenye kuvuna mchele, lakini mtu anaona kama wacha niekezee kwenye muziki. Kwa sasa naye sio kwa sababu kawekeza akawa pia na makosa anafanya, afu msanii akitaka kutoka au akitaka kwenda billing ya mwana msanii ana tatizo, hapana. Kwa sisi kama lebo tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Mimi nikiudi sasa sisi kama wanamuziki tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Ili inapofikia tu kama mkataba kila mtu anakuchukua njia yake, taratibu ifuate. Kama lebo anatakiwa kumlipa msanii au kama msanii anataka kulipa lebo, kila mtu ameshake shughuli. Sasa pia wananchi wanatakiwa walielewe, na sisi kama wana muziki, lakini pia sisi kama lebo tunapotokea bilingi, kila mtu anataka kuwa nje. Unajua kama unataka kuwa nje, unakana unajua hivi kibinadamu, na unajua kibinadamu mtu atakuonekana yeye pande wake ndio kaona. Kila mtu ana mimi niko sawa, mimi niko sawa, mimi niko sawa. Akihitimishwa yote BASATA baada kutoka hapo anaenda kwenye kama mahakamani wanamaliza pale pale. Watu wasikimbie sana kuhukumu watu mpaka baada ya BASATA wenyewe pamoja na mahakama kuona kama bwana tumekubaliana. Okay. Diamond ni mwoga sana kuongelea masuala haya. Labda nikwambie kitu kimoja. Mkataba wa muziki na kupenda mifano kabisa. Kawaida ya muziki, mkataba, ile investment yako ukiiweka, unatakiwa kwanza urudishe investment yako, alafu ndio mgawane kinachopatikana baada ya kurudisha kile ambacho ulichoinvest. Ndio kibiashara iko hivyo. Lakini Wasafi yaani ilivyo kwanza. Labda nikuwekea watu hapo wasichokijua. Mkataba yote ya dunia ilivyo. Sio tu kwanza kurudisha, lakini unaposaini mkataba wote wa kimataifa kwenye masuala ya kimuziki, cha kwanza ilivyo, lese imeingia milioni, inatakiwa lebo ichukue faida yake kwenye milioni kwanza. Kama ilikubaliana 50 ichukue 50 yake. Alafu kwenye ile ya msanii ndio wanakata investment. Hata hiyo unasemea kwamba wanataka wakati investment hiyo afanye alombaya leo. Sasa ndio maana nataka niweke ili mlipeleke vizuri, si ndio? Kwa unaingia mkataba makubaliano 50-50, si ndio? Ina maana imeingia milioni. Katika milioni inaingia kwanza nachukua mimi 50 yangu. Mimi ndio nimeinvest, nachukua 50 yangu. Alafu anairudisha hela ile ambayo investment ni wewe ile 50 yangu, sio kwenye 50 yangu. Sio, umeelewa vizuri? Ndio mikataba yote duniani ilivyo. Sasa nakupa mkataba wa Wasafi ukoje. Mkataba wa Wasafi ulivyo, sawa? Imeinvestiwa 100. Ikiingia 100, msanii anachukua 40 bila kurudisha chochote. Katika ile investment 60 inatakiwa kiingie pale. Ukiangalia mpaka tukigawana ile 60 wenyewe, anapata faida nani? Mbona mnaongea pole pole? Sijui umeelewa vizuri? Na mimi baada ya hapo nikamwambia Diamond, mimi hii biashara unachofanya ni kazi kama NGO. Ni bora ungeandika Wasafi NGO ya wasanii. Kwa sababu hakuna faida tunachopata wao. Kwa sababu leo anakuja msanii ana hit. Nyimbo anapata hela. Anaanza kuchukua hela, sisi tumekaa pale uongozi tumeumiza vichwa na apata %5 au %10. Yeye kachukua 40. Tumemtoa huko. Harudishi yote hapa. Sasa inakuwa ni alafu mtu anatoka hapo anaanza kulalamika. Sasa kuna msanii hapa Tanzania ameacha muziki kabisa. Alienda mtamtafuta wewe, mtamgoogle, mtamtafuta. Simtaji jina. Alienda kwenye lebo za nje. Akajua tutafanya hivi, akachukua hela. Baada ya kuchukua hela akaiona ni ya kwake. Kwenda kuinvest, akainvest kidogo, ingine katumia. Baada ya kutoa kila jimbo, watu wanachukua hela zao tu. Anachukua 18%. Lebo inachukua 82. Lebo inachukua 82. Kaacha muziki, kaona bora niache muziki kwa sababu hamna tena kuendelea. Sasa kwa hiyo unatakiwa muelewe sisi tunapofanya kama Wasafi tunajaribu kukuza vipaji ili watu waende mbele. Hatutaki kumnyonya mtu wala nini. Labda niongeze. Matafati yani
nadhani ukikaa na wasanii wao wenyewe wenye haki atazungumza. As Wasafi, as kama mimi Diamond, sitegemei la msanii yote. Wao wenyewe wanajua nguvu ambayo wanaiweka kwao, wanajua mapenzi wanayoweka kwao, wanajua love wanayoweka kwao, wanajua energy, fedha wanazoweka kwao. Tumii tu naona kama ni ukijana katoka hapa, chalimpushi, familia, love. Sasa wakati mwingine na Wasafi sikudanganya, ukiona mtu nimemtoza hela, unajua huyo kanivunjia damu. Naona kama wewe nimekufanyia hiki na hiki afu na nifanyia hivi. Nimekukosea wapi? Basi pata contract. Lakini watu wote ambao kuishi nao, yani mtu ambao kwa sababu mimi sitegemei hela ya wanamuziki wa lebo. Wao wenyewe wanaelewa. Katika income zangu haifikia hata 0.1, 0.5 hela lebo. Wanaelewa hapo. Mimi nachukua ndugu zangu, familia yangu. Yaani hii ni familia yangu. Na mtu akinikosea naumia na kweli. Au kila sawa. Na ndio maana tunakuta mtu kama Mbosso mimi sitaki nipata shilingi 10 mdogo wangu. Mbosso tunaishi vizuri sana. Sana, ana discipline na adabu, nampenda, ananipenda, yani tunaheshimiana sana. Na sikudanganya kama ningetaka hata bilioni 2 ningechukua pale. Unajua Mbosso anapata shilingi ngapi sasa? Milioni 50 shomoni. Kwa katika milioni 50 kama na 60 pena maya lango pale milioni 30. Na kiasi kusomana na shule. Kwa maana zile 30 zangu zilikuwa nasoma. Lakini mdogo wangu mimi nakupenda, tumeishi vizuri, umeniheshimu, hatuja kugombana, hatuja kupishana. Kwa nini wewe sasa hivi ukishafikia hatua ambapo unaweza kufanya jambo, kwa nini kulete mbaya? Kama umeamini unaweza kuanza vizuri, sawa. Kwambia sasa basi mimi nakurelease, nakwambia sasa yeye kuja uko tayari Mbosso kunipa fedha. Kama bro sasa nataka nifanye kwa mdogo wangu. Mimi sio chini kutoka kwako bana. Mimi na tunaishi vizuri. Mambo muziki tunaacha. Lava hakunifuata kuniomba mimi hata kutoka. Nilimpigia simu Kim, nikamwambia Kim, ongea na Lava. Kama angependa naye kuanza kujisimamia, mwambie aje nimpe release. Lava ni miongoni mwa wadogo zangu ambao wanajua yeye anajua nampenda. Na watu wengi wataanza kwa mtazamo kwamba lebo ya Wasafi haimpushi si Lava. Hapana. Unajua sisi tunafanya kadri Mwenyezi Mungu atubariki. Lakini mengine ni ya Mwenyezi Mungu. Inawezekana mtu kampushi kadri anavyoweza, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe anaona hapana, natakiwa yeye hapa afu baadaye aende hivi. Hata ufanyeje? Hawezi kuwa mnachotaka nini? Ni kijana na talent Lava, anaimba vizuri, yani ana juhudi, anaweza creative, anajituma. Nilikuwa na nyumbani pia jana. Lava walikuwa mara nyingi sana watu wasichokijua. Nikamwambia Kim kama Lava pia kama yuko ameshakuwa kwa sababu anataka naye pia kujisimamia, aje ndugu wangu nitampa free release naye. Nimeshinda vizuri. Hajapo nivunje heshima Lava, leo nikosea. Tumeishi kwa kupendana, kwa kubebana kwenye hali na mali. Wakaja Lava, kazungumza naye kwa mdogo wangu ninakupenda, sitaki kunitosha. Mko tayari? Basi nikamwambia kingine, nikamwambia licha tu hivyo, lakini kama baada hapo pia nitakuwezesha kiasi cha kuanzia kufanya project zako. Sio unanielewa? Naomba nitakuwezesha kiasi cha kuanza kufanyia project zako. Kama mchango wangu mimi kwako wewe. Tumeishi na Lava karibu miaka 8 sasa hivi. Sana mtoza nini? Unajua kuvunja heshima, unajua sana adabu, unajua kwa chochote. Sasa wasanii pia hiyo waangalie, unajua ilivyo makubaliano ambayo ninaona kuishi. Alafu tu mikataba sio mwisho wa kuishi. Ila kitaka kujifanya wewe kipi watakuleta. Ndio nakuga tunaomba tarehe